Naam kabisa, kama nilivyosema mwanzo kwamba tutapata bahati ya kupiga stori na viongozi mbalimbali wa chama cha CCM ama wananchi wa maeneo haya ya mabwawa ya samaki katika tawili la CCM Kinyamwezi B. Na hapa mbele ya kamera tuko na kiongozi wa CCM anayekwenda kwa jina la Da Mariam, atajitambulisha kwa nafasi yake katika chama. Karibu dadangu. Asante. Mimi kwa majina naitwa Mariam Maulidi Ali, ni katibu wa Kinyamwezi B, katibu wa chama kwenye tawili la Kinyamwezi B. Mara baada ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kinyamwezi kuleta matilio haya ili kukamilisha ujenzi wa tawili la CCM hapa Kinyamwezi B. Sisi kama chama kwanza tunamshukuru sana kwa sababu katika moja ya ahadi zake ambazo alikuwa ameahidi wakati anayepita kwenda kuomba kura kwa wananchi wetu na kwa wanachama wetu wa Chama cha Mapinduzi, aliahidi kuwa atatusaidia kutumalizia tawi letu. Kwa hiyo sisi kipekee kabisa tunashukuru, lakini pia ni faraja kwetu na faraja pia kwa watu wa Kinyamwezi B, kwa sababu muda mrefu tulikuwa tunapambana wenyewe kidogo kidogo ili kuliendeleza tawi letu, lakini tunamshukuru kwa hatua ambayo amepiga ya kutuletea hivi vifaa. Naamini sasa tawi letu linaenda kuwa hai na tutakuwa tunajivunia, na tunashukuru sana kupata kiongozi ambaye ameweza kutukumbuka chama, maana ni wachache sana ambao wakifika kwenye uongozi basi huwa wanavisahau chama ambacho ndo kilimweka pale madarakani. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana kwa nafasi ambayo ameitumia kama mwenyekiti wa mtaa kwenda kuimarisha chama kwa kujenga ofisi yetu ya chama. Kama viongozi tunamshukuru sana. Unafikiri nini Mheshimiwa Mlali kimemgusa mpaka leo hii kupelekea kufanya mambo haya makubwa? Na huko nyuma pia kuna viongozi walipita katika nafasi yake yeye, lakini hawakufanya haya aliyofanya yeye. Ni kitu gani kinamsukuma zaidi kiongozi Mheshimiwa Mlali kufanya hiki siku ya leo? Katika tawi letu bwana, viongozi wengi sawa walikuja, lakini humo pia kuna nguvu za viongozi wengine ambao wamefanya. Kwa hiyo kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda ilikuwa inafanyika kazi kidogo kidogo. Kwa hiyo kwa hatua yeye ambao amepiga ni kubwa kupita huko nyuma watu wengine. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia tunamshukuru, na so kusema kitu gani kimemsukuma, nadhani ni kukipenda chama na kukipambania chama. Ndio kitu ambacho kimemsukuma kwa ajili ya chama chake, kukipa heshima chama chake, basi ameamua kutufanyia haya ambayo ametufanyia. Takribani miaka 15 jengo hili halijakamilika. Je, unafikiri kuingia Mheshimiwa Mlali huenda kaenda kukamilisha malengo yenu na ndoto mliokuwa nao kuhusu tawi lenu hili la CCM hapa Kinyamwezi B? Kama hapo alichokifanya ni kitu kikubwa, maana yake sasa tunaenda kufungua tawi letu, tunakuwa tuko huru, tunakuwa tuna ofisi. Mwanzo tulikuwa hatuna ofisi, tunatumia tu makaratasi tunaweka majumbani, anaweza akapotea mali za chama, lakini sasa tutakuwa na ofisi yetu ambao ukimtafuta katibu wa chama unamkuta ofisini muda wote, ukitafuta viongozi wengine unawapata ofisini kwa wakati. Dadangu Mariam, naye unataka kusema mara baada ya ofisi kukamilika na wewe utakuwa na ofisi yako hapa? Mimi ofisi yangu ipo kama unavyoona pale, tuna ukumbi mmoja, tuna chumba kimoja cha katibu wa chama, tuna vyumba viwili kwa ajili ya jumuiya. Basi mimi lazima nitakuwa ofisini kwa sababu ndo kazi yangu. Katibu ni mtendaji, anahitajika muda wote awe yupo ofisini watu wakimhitaji. Basi tutafika hapa tena wakati ujenzi unaendelea, na pia tutafika hapa mara baada ya kukamilika katika siku ya uzinduzi wa tawi la Kinyamwezi B. Sawa, tunashukuru sana. Asante sana. Asante. Naam, huyo ni alikuwa Mariamu, ni katibu wa CCM katika tawi la Kinyamwezi B inayopatikana huku mabwawa ya samaki.